Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia pongezwa kikao na wapinzani wake, wadau wasema ni ukomavu wa kisiasa, watoa ushauri maridhiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Dr. Mwinyi, mwenge unatuunganisha wa Tanzania, habari katika ukurasa wa 3. Makusanyo ya TRA juu 24% miezi mitatu, habari katika ukurasa wa 3. Mwigulu aeleza mikakati athari za vita Iran, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kabudi arithi mikoba ya Lukuvi, bosi wa Uhuru afutwa kazi, Samia ateua wabunge wawili, katibu wake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Vyombo vya ulinzi na usalama, nguzo ya amani, utulivu, maendeleo ya taifa, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Shindano la Ulega kumaliza foleni da la noga, habari katika ukurasa wa 3. Mchengero agiza hospitali zilipe madeni MSD, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mafuta ya zua mapya, daladala za goma kwa muda, bodaboda, bajaji zikipandisha nauli kimya kimya, wananchi waitaka serikali kupunguza tozo, LATRA yatishia kufuta leseni, habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Nukuu ya dereva Ayubu Limo inasema, haya ni magari pia yanahitaji matengenezo, matairi ni ghali na mafuta yanapanda, mzigo unakuwa mkubwa zaidi, hali inayofanya wamiliki washindwe kuendesha biashara kwa ufanisi. Habari picha inaonyesha bajaji zikisubiri abiria katika stendi ya Kabo jijini Mbeya, wakati daladala zilipokuwa katika mgomo kutokana na kupanda kwa bei za mafuta. Kulia ni wananchi wakipanda toyo ambayo ni maalum kwa kubeba mizigo. Macho masikio kwa tume ya Jaji Chande, habari katika ukurasa wa 5. Wanafunzi 561 wajitosa shindano la kukomesha msongamano mijini, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili kaandika, Mwinyi aeleza manufaa ya mwenge. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, akisema kila Mtanzania anaona faida zake katika kuchochea maendeleo, kuhamasisha amani, umoja, mshikamano wa kitaifa na kuunganisha muungano. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon, itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335.
Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika wakorofi wakaidi onyo la LATRA kuhusu nauli, waipandisha abiria wengine wagoma, wataka uthibitisho, wenyewe wasema mafuta hayashikiki, wauzaji wataka serikali isilaumiwe. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Serikali watakogoma watasimamishwa leseni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Tanzania Hungary za saini mkataba wa mkopo wenye masharti nafuu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Tanzania na Hungary zimesaini mkataba wa mkopo wenye masharti nafuu wa dola za Kimarekani milioni 55.1 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji wa Biharamulo mkoani Kagera. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Mamia wasomi wachangamkia fursa ya ulega, habari katika ukurasa wa 2. Polisi kuimarisha ulinzi Pasaka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Serikali yalipa bilioni 42.98 za utekelezaji wa miradi, habari katika ukurasa wa 8. Vita Irani ingia hatua mpya, habari katika ukurasa wa 19. Furaha ya ufufuko wa Yesu Kristo isigeuzwe lango la mahafa kwetu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika makali ya bei ya mafuta, kilio kila kona, nauli za bodaboda, bajaji na daladala za paa kinyemela. Baadhi ya madereva wagoma, LATRA yaonya wamiliki, yasema hakuna sababu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha abiria wakisubiri usafiri wa daladala katika kituo cha Temboni Kimara, Dar es Salaam jana, ambapo anadaiwa usafiri huo umeadimika kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Nukuu ya Mwananchi inasema unaweza kusubiri daladala zaidi ya dakika 40, ungepata unaambiwa nauli imeongezeka. Hali hii inatutesa kwa leo, ni kama wanafanya mgomo baridi na kutesa maisha ya wananchi, alisema mmoja ya wakazi wa mkoa wa Arusha. Askofu Bagonza atoa waraka mzito Pasaka, habari katika ukurasa wa 3. Serikali yaanika mkakati mpya kukwamua uchumi, habari katika ukurasa wa 3. TRA yakusanya trilioni 3.58 Januari hadi Machi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Spika atoa siku 6 sakata la ununuzi dawa za kuua wadudu wa malaria, habari katika ukurasa wa 4. Trump atangaza rasmi kuanza vita dhidi ya Iran, habari katika ukurasa wa 19. Wanafunzi 560 wachangamkia fursa kupunguza foleni mijini, habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia, kielelezo cha ukomavu wa demokrasia. Ni kauli ya wasomi wa bunge na wananchi kupongeza uamuzi wake wa kukutana na wagombea urais uwenza 2025, habari katika ukurasa wa 2. Rais Dr. Mwinyi asisitiza kulinda muungano wa umoja wa kitaifa, habari katika ukurasa wa 3. TRA ZRA zavuka malengo makusanyo ya kodi, habari katika ukurasa wa 3 na ukurasa wa 10. Mwigulu atangaza kubana matumizi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. BOT yasema uchumi upo imara, habari katika ukurasa wa 4. Kaburi amrithi Lukuvi, bosi Ura tenguliwa, habari imeandikwa. Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Profesa Paramagamba Kabudi kwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, akichukua nafasi ya marehemu Lukuvi. Taarifa iliyotolewa jana na katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka ilisema Rais Samia amefanya uteuzi wa Profesa Kabudi, ambaye kabla ya uteuzi huo alikuwa waziri wa nchi ofisi ya rais, Ikulu, kazi maalum. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi azindua mbio za mwenge wa uhuru 2026, awataka Watanzania watunze amani, wadumishe muungano, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Miradi 16 mkoa wa Mjini Magharibi kuzinduliwa mbio za mwenge, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Kamati baraza la wawakilishi yaipongeza serikali kuimarisha makazi, habari katika ukurasa wa 2. Rais wa Iran ahoji vita vya Marekani vilivyoshawishiwa na Israel, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. AAKIA
ya rekodi ongezeko la abiria, mafuriko ya ndege mwezi Machi, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Beka ataka mashine 6, amtaja Kapombe. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Zijazo ni dhidi ya Coastal Union April 2, dhidi ya Azam of April 5, Fountain April 9, FA April 12 ni Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Ishu ya Damaro Simba Chali, habari katika ukurasa wa pili. Pipino amtaja Ucho Singida, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dar City yapewa mtihani mgumu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili kiandika Ligi 1 leo Ijumaa ni PSG dhidi ya Toulouse, mchezo unapigwa saa 5 na dakika 45 usiku Parc des Princes. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo limeandika AFCON 2027 kunufaisha ujasiriamali, Simba ya kwama kwa Damaro, habari katika kurasa za ndani. Dodoma Jiji Mbeya City kukaribisha Fountain KMC, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Tundaman muziki ni biashara kamili, habari katika ukurasa wa 21. Wanariadha 300 kutikisa Arusha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe ukurasa wake nyuma limeandika FF yamsafisha Damaro Yanga, kamati yasema usajili wa nyota huyo hauna dosari, kuendelea kukipiga kama mzawa, habari katika ukurasa wa 23. Mrithi wa Kibu Anukia, habari katika ukurasa wa 23. Molin afunguka ligi kuu mfupa mgumu, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo, limeandika jeuri ya Yanga ipo hapa, Simba Chali kwa Damaro Kamara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Nyota Azam FC saluti, habari katika ukurasa wa 23. Karia ataka wana michezo kudumisha amani, habari katika ukurasa wa 23. Dar City dimbani leo, bilioni 400 kujenga arena kisasa, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru likiandika kocha Tuchel amtathmini Foden, na habari katika ukurasa wa 22. Simba Queens BLFC vitani, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, na gazeti hili linakamilisha dukuzi hapa Toka Zamani TV.